Nitakwambia ni kwa nini kama ukiota vitu huwa vinatokea kwenye maisha yako. Kuna watu huwa mnaota misiba. Mkiota msiba mnakaa wiki moja, wiki ya pili, wiki ya tatu mtu anakufa kweli. Sasa sababu ya kwanza kwa nini ukiota vitu na vitu huwa vinatokea, hii ni ishara ya kwamba ndani yako uko na karama ya kinabii. Na ndio maana unapoota vitu kuhusiana na watu, vile vitu huwa vinakuja kutokea. Unapokuja kuota kitu kuhusiana na maisha yako, basi kile kitu kinakuja kutokea. Ukiota msiba wa mtu au ukiota kuna mtu amekufa kwenu, unakuja kuona baada ya siku chache mbeleni, basi yule mtu anakufa kweli. Ama kuna wengine mnaota misiba, au kuna wengine huwa mnaota watu wanaolewa, na baada ya kuota hivyo watu wale huwa wanaolewa kweli. Inamaanisha kwamba ndani yako una macho ya kinabii. Yaani wewe sio mtu wa kawaida. Ndani yako uko na karama ya kinabii, na huenda haujajua kwa sababu ya vile unavyojidharau. Huenda hujajua ni kwa sababu ya tabia ulizonazo. Huenda hujajua kutokana labda na vile ambavyo uko mahusiano yako wewe na Mungu ambavyo yako vibaya. Kwa hiyo unasema mimi ninakuwa na karama ya kinabii ndani yangu, mimi siwezi kuwa na karama ya kinabii. No. Unapoota ndoto na ndoto zinatokea, yani Mungu huwa anaongea sana naye kwa njia ya ndoto. Na ndio maana hata kuna sehemu maandiko matakatifu anasema kwamba akiwepo nabii kati yenu, basi nitaongea naye kwa njia ya ndoto. Unaona? Kumbe ndoto ni njia ambayo pia Mungu anatumia kuongea watu ambao wana karama za kinabii. Wewe katika ulimwengu wa roho una uwezo wa kuona vitu ambavyo vinakuja mbeleni. Una uwezo wa kuona mambo ambayo yanakwenda kutokea. Kuna wengine hamna karama za kinabii, ila Mungu amewaita kwenye ofisi za kinabii moja kwa moja. Yaani Mungu anaanza kuongea na wewe kwa njia ya ndoto. Baada ya kukomaa na wewe katika njia hii ya ndoto, Mungu anafuata kuongea na mtu kwa njia ya maono.